Mtazamaji wa Mbayu TV, utakumbuka siku ya leo hii kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu katika taifa la Tanzania inasikilizwa akiwa anashtakiwa kwa makosa ya uhaini. Na vitu vingi vinaendelea siku ya leo hii, na ukipita mtandaoni habari kubwa na story kubwa ni swala zima la kesi ya Tundu Antipas Lissu, na viongozi wengi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wamekuwa wakitumia majukwaa yao ya mitandao ya kijamii kuhakikisha kwamba wanaujuza umma kipi ambacho kinaendelea. Hali kadhalika mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na aliyekuwa mbunge wa Arusha mjini Godbless Lema, yeye kupitia ukurasa wake wa mtandao wa X zamani Twitter anaandika kwamba mawakili wako kazini kwa hoja hizi. Namba moja, Lissu kagoma kuhudhuria mahakama kwa njia ya mtandao, anataka aletwe mahakamani kwa mujibu wa sheria. Lakini namba mbili anaandika kwamba mawakili wametoa hoja nzito sana kwamba kwa kuwa shauri limepangwa kusikilizwa kwa awali, preliminary hearing, masharti ya kifungu cha 192 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai toleo namba 20 kama lilivyorekebishwa mwaka 2022 kinasema ni lazima mshtakiwa awepo mahakamani na mahakama hiyo ni ya wazi. Pia masharti ya kifungu cha 186 kifungu kidogo cha kwanza kinasema mahakama ni ya wazi na umma utaruhusiwa. Tumesema ni kinyume cha sheria kwa mahakama kuendeshwa kwa mtandao. Lakini namba tatu nasema kwamba mawakili wameomba Lissu apewe haki zake zote za kuonana na mawakili wake. Pia mawakili wameomba mkuu wa gereza la Ukonga aitwe na kutoa maelezo kwa nini mawakili na ndugu hawaruhusiwi kumuona Lissu freely ama kwa uhuru. Ameweza kuandika hivyo Godbless Lema, mjumbe wa mkutano mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Lakini namba 4 anaandika kwamba mawakili wamehoji mahakama ni lini na kwa namna gani mahakama iliamua yenyewe kwamba kesi iendeshwe kwa mtandao, ilimshirikisha nani na ilikaa na nani. Ameweza kusema kwamba mawakili wameweza kuhoji hivyo. Namba 5 ameandika kwamba mawakili wamehoji kwa nini ndugu, jamaa na marafiki wa Lissu wamepigwa, kukamatwa na kuwa arrested na mapolisi. Je, mahakama imeshiriki kuzuia watu kinyume na sheria au ni yenyewe imeomba msaada kwa polisi? Wameweza kuhoji mawakili ambao wamekwenda kusimamia kesi ya Lissu ama mawakili ambao wamesimama kumtetea Tundu Antipas Lissu ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Na katika ujumbe huyu anaitwa Joseph Mfangavo, yeye amekuja kuandika hapa katika posti ya Godbless Lema, ambapo Godbless Lema naye aliweza kumjibu. Ameweza kuandika katika lugha ya Kiingereza, ameandika prophetically I'm seeing the birth of our nation. Things won't be the same after this matter. Lema akamjibu kwamba agree. Yani katika lugha ya Kiswahili ni kwamba ameandika katika jicho la kinabii, unaweza kusema hivyo, naona kwamba kuzaliwa kwa taifa letu vitu haviwezi kuwa sawa baada ya hili tukio. Lema akajibu agree, maana yake nakubali kwamba mambo haya yanayotokea, mambo haya ambayo yanaibuka katika siasa za Tanzania ni kwamba anakwenda kuliza upya taifa letu, ni kwamba anakwenda kulichechua upya taifa letu. Sijajua alikuwa anamaanisha katika nyanja zipi, pengine yeye atakuwa ana maelezo zaidi akipata muda wa kuweza kulizungumza hili. Na Godbless Lema kuhakikisha kwamba ama kuthibitisha kwamba ameweza kuelewa ujumbe huu, ameweza kumjibu agree, kwa maana ninakubali kwamba hiki ulichokiandika ni sahihi. Hivyo ni vitu ambavyo Godbless Lema ameweza kuviandika pale katika ukurasa wake wa X muda mfupi uliopita, akionyesha kwamba kipi ambacho kimekuwa kikijadiliwa na mawakili wa Tundu Antipas Lissu ambao wapo kuisikiliza kesi ambayo inamkabili Lissu, kesi ambayo ni ya makosa ya uhaini, makosa ambayo adhabu yake ikithibitika basi ni kunyongwa mpaka kufa. Kosa ni kubwa sana la uhaini pindi ukikutwa na shtakiwa kwa adhabu ya kuhakikisha kwamba unanyongwa mpaka kufa, kitu ambacho wengi wanahisi ni kwamba kujaribu kupunguza nguvu upinzani, kwa sababu ukizingatia Chadema hivi sasa toka wameingia na uongozi mpya wamekuwa wana nguvu, wamekuwa wanaendesha agenda mbalimbali ambazo zimekuwa zikipokelewa kwa nguvu, zikiungwa mkono na watu wengi, na wao wamekuwa wakijinasibu kwamba wao hawasombi watu kama ambavyo ndugu zao upande wa pili Chama cha Mapinduzi wamekuwa wakifanya. Hayo ni maneno ambayo yamekuwa kinukuliwa mara kwa mara kutoka kwa makamu mwenyekiti wake Bwana
John Heche. Hii ni Mbayu TV, ni kusihi kama bado haujasubscribe katika YouTube channel yetu, basi hakikisha kwamba una subscribe ili kusudi usipitwe na vyote ambavyo vinakuwa vinatokea kila siku na kila saa pale Instagram. Sisi tunapatikana kwa jina la Mbayu TV, utufollow huko uweze kujua vitu vingi zaidi ambavyo vinakuwa vinatokea kila siku na kila saa. Ni David Edward. Uwe na siku njema mtazamaji wa Mbayu TV.